na hii ambayo inahusu mtihani wa watoto. Nani angeliwazia wakati wa vita hii eti watoto wote nchi mzima watafanya mtihani? Hakuna. Matumaini yalikuwa yanakatika sana. Lakini kwa ushupavu ambao yuko nafanya kwa kupiganisha vita ishe, pia kwa kuangalia kwamba kesho ya Kongo iko wapi, amekubali na kuleta mtihani. Cha pili, rais amefanya jambo mzuri sana la kusaini ya kwamba wazazi ambao wako ku province ya Nord na Sud Kivu wanadhibitiwa na giza fulani ambao iko naleta mwanga mpaka tuupate. Watoto wote kwa mtihani huo waufanye kwa bure. Bure. Jameni, kama tumekwisha kupewa hiyo zawadi, na tusikie tena mwalimu au prefet ambaye ataomba 10,000, 1,000 kwa mzazi, tumfanye nini? Tutajua kama iko kama ule mkatili kama na wakatili wengine ambao wanatuletea vita. Kwa hiyo tutahukumu. Pongezi zetu zimfikie rais wetu na guvernema yote ambako natumika nayo hapo Kinshasa, na tunamwambia kwamba tuko nyuma yake. Mwenyezi Mungu ambariki na abariki kazi ambayo anafanya. Jambo la pili ni kwa wazazi. Raia tumeipokea hiyo watoto watumike kwa bure. Ndiyo. Naanza kwanza kwa wazazi wa watoto wanamke. Kwa wakati huu ni wakati ambao watoto wapewe chakula kwa wakati, wasipewe makazi za asubuhi, msiwauzi na kuwasema maneno ambayo yafaa. Ache kichwa cha mtoto kibakie kimya, akili yake yote iko kwenye mtihani na namna kalimati. Sisi wazazi tuko wakonseye kwa watoto wetu nyumbani kwa kusaidia elimu iendelee. Tuwashaurie na kuwahimiza waje haraka kwa wakati kufanya mtihani, kwani tumekuta watoto wengi wanafika nyuma sana. Kuna watoto wamefika hata saa 3 na mtihani unaanza na saa 2. Imizeni watoto, asikuwe tu mzazi wa mtoto na wewe jirani. Ambia mtoto wa jirani, muhimize, wewe uko nafanya examen d'etat saa hizi saa 1 haujaanza, enda kwa nini? Watoto wote ni wetu, sio wote. Wakifaulu ni faida ya sisi wote. Na kama mtoto wa jirani au wa ndugu hakufaulu, na wewe pia unaangamia. Tunawaambia raia na wazazi wa watoto, tusisikie mzazi ambaye ameenda kulipa pesa za mtihani. Mtihani huu na mtihani kisi utakuja tena mwezi wa 7. Yote rais amewapatia kwa bure na iwe kwa bure. Naenda kwa wanafunzi. Wanafunzi wetu tumezunguka, tunawaona, lakini tumeona ubovu ambao hauwezi kosa tukahamakia. Tunahamakia ubovu. Watoto wana mwenendo kama vile warejareja hata kwa kitu chenye kinaofaa ambacho zamani, au kwa mtoto ambaye anapenda masomo anatishika wakati anatiliwa kwenye mtihani. Mtoto anasikia kama vile anatishika, anajipanga haraka na kujipanga sawa sawa, lakini watoto wanafika nyuma sana, nyuma kumtihani.
Ninatangazia wazazi wa watoto ambao wako somo la 6 ya kwamba nimeacha, naambia watoto wote, napita fasi zote kuwaambia, na mzazi na kutangazia ya kwamba kesho mimi saa 2 nitafunga milango ya kwa masomo yote. Mtoto mmoja atafikisha saa 2 haja ingia mu class, kusema saa 1:20 watoto wote inafaa wawe kwenye uwanja wa masomo kwa wako nafanyia exam. Huku hakuna tena vikwazo eti hajalipa ndio maana walimu, hakuna. Rais amemaliza. Mtoto mmoja atachelewa na atachelewa examen kesho na kesho yake na kesho yake. Tunatafuta watoto ambao watatugomboa, wao watoto ambao wako imara, watoto ambao kweli wanafaa kwa jamii, kwa jamaa na kwa nchi. Kwa hiyo watoto, wanafunzi, wazazi wa watoto, ambieni watoto wasisumbue walimu. Kesho saa 1:20 isipite saa 1:40 mtoto haja kuwa kwenye uwanja wa masomo. Na hatuwezi kosa kusema baraka zetu kwa watoto ambao wanafanya mitihani. Mungu awabariki na wachukue vyeti vyao vya diploma kwa mwaka huu, tupate furaha na kesho waingie kwenye university. Hapa zilishajaa watoto, kusoma inakuwa rahisi. Kwa baraka hizo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunasema kwa rais tunazidi tena kupongeza kwa hii ambayo anafanya gratuite ya masomo, gratuite ya maternite. Watu wako wanajisikia kuwa kabisa wakfu kwa decision hizo za rais. Asante.